Alright. Hapa ni Herbal Vibe, mimi ni Tao Oji. Kitosha kusema Coco Robo ni moja kati ya majina ambayo yalitrend sana enzi hizo kwa wakazi wa Lugufu na wale pia wa Nyarugusu, hususan watu wa kijiji cha Eletwa. Hilo jina wanajua sana. Na ni moja kati ya wazee ambao wana busara zao. Enzi hizo zilikuwepo, lipo na linaendelea kuwepo licha ya changamoto na matatizo ya magonjwa ambayo yalimkumba. Na kama vile wanafamilia wa Herbal Vibe pamoja na group la GKKK, yani hiyo ni G-Triple-K, tukona sio vibaya tuje tumtembelee ndugu yetu Coco Robo. Napenda kukujuza wewe mtu ambaye labda haupo kwenye mazingira haya, labda haupo kwenye engo hizi ambazo tunazishi sisi, ni kwamba Coco Robo ni mgonjwa. Klipu zake ziliweza kuonekana kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii kwa baadhi ya watu, pia kwenye baadhi ya media ziliweza kuonekana akiomba msaada kulingana na ugonjwa ambao anaoumwa. Kiufupi tu, mzee wetu ana ugonjwa wa ini, ana matatizo ya ini. Kama mnavyoelewa, kwa mazingira yetu, kwa mazingira ambayo yametuzunguka, kwa huduma za kiafya hapa mazingirani ambayo tunayaishi, inakuwa ni hafifu sana kwa ugonjwa kama huu. Tukona sio mbaya, tuje tumtembelee. Maybe anaweza akawa anahitaji msaada zaidi wa kutoka nje ili kuweza kupata matibabu kwa ukubwa zaidi. Na wewe kama vile mtu ambaye unatufuatilia, mtu ambaye unaweza kuwa na moyo wa kuweza kumsaidia, basi kuna namba tutakuwekea hapo kwenye dashboard ya screen yetu ili uweze kuwasiliana nasi ili kuweza kumtoa msaada zaidi kwa ndugu yetu, maana uhai wake tunaupenda, na ndio maana tumeona leo ndio tumtembelee. Kwa kile kidogo ambacho tulibarikiwa, tuweze kuungana naye, tuweze kumfariji, tuweze kumpa moyo. Maybe Mungu anaweza kumsaidia kuweza kutoka kwenye hali hii ambayo anayo na kuweza kuwa mzima wa afya kama alivyokuwa hapo awali. Hilo ni jina ambalo nalijua kitambo. Nikinukuu maneno yangu, nilisema kwamba Coco Robo wanavuma na wanaendelea kuvuma, lakini pia wamo. Hata kama wasikiki sana kivile, lakini wamo. Na nikombe tu take attention kwa sababu hapa ndo tunataka tujue sasa shida ilikuwa vipi, iko vipi, ili hadi imefikia kwenye hatua hii, na ni kitu gani ambacho labda matamanio yake kifanyike, ili labda ile hali yake ya awali inaweza ikarudi, maana ndio kitu ambacho wote tunamwombea. Naitwa Ndume Kandeke, nyumbani ni hapo Fizi, mtoto wa Kandeke. Tumekimbilia Tanzania, kimbia haya majanga ya vita huko nyumbani, na tumekaa vizuri tu hapa Tanzania, lakini kinachotupata ni hicho Mungu. Kama mpangilio Mungu au ni binadamu, miezi ambayo tumeacha nyuma, nilikuja kupatwa na tatizo la vimbe imo ndani kabisa ya tumbo langu. Afu hiyo vimbe inaanza toa sumu sana kwenye mwili, inatawala sana mbaya tena. Ukicha, ukiingia mkicha, magonjwa kila aina, kuvimba miguu, mara moyo wenyewe walinipima, moyo ushaanza kupanuka. Nikimbilie wapi? Wote wanaonifariji wanasema kuomba Mungu sana ya kusevu ya kutoe kwenye janga. Kwamba hizi kadhaa ya nyuma ndio hiyo kwanza kunywa na tumbo ndio ujumbe ikasambaza kwa sumu ndani ya mwili. Kwenye safari ya mafanikio kuna vitu mojawapo ni support, yani mpaka leo na ndio. Sasa muda gani hivi umeshapita toka ugonjwa kunipata? Imeshakuwa karibu miezi 5. Alafu nililazwa mwezi wa 3, niko kitandani hadi mpaka tumingia mwezi wa 6. Hadi hivi sijajielewa. Nipo tu kuumwa sana kwa sasa hivi. Kama nazidi kumwomba Mungu. Na ninyi wanaonitazama kwenye picha hiyo ni kweli, sio eti ni edit. Ninaongea tu bayana kweli, na huo kweli.
nisaidie kwa yule ambao ana jicho la huruma, anionee huruma. Wale ambao nao bado hawajaipata hiyo msaada watapata polepole, Mungu atazidi kuwasukuma. Kuna wale watu ambao labda wanatamani kusaidia kwa upande wa matibabu. Ndio ikitokea nafasi ya kusema kutolewe kwenye haya mazingira, kupelekwe nje ya mazingira, kufikiwa zaidi. Mimi familia itakuwa tayari, hata mimi mwenyewe kama najaribia hivi kwa ajili ya kukosewa. Nimekosewa ndani, sina lolote. Bila ninyi ambao unakuja kuni kidogo kidogo hii, hata nyumbani singetoka. Kwa hiyo mzee ambaye linda hizi siku ngapi ili nisipate kuumizwa sana kwa kuzuia hizo sumu. Ikiwezekana hapa nikipona, hata huku nje ya nchi siwezi kwenda, nitaenda wakati nishakuwa mzima. Jibu inasema hapana. Lakini nikishakuwa mtu ambao niko hai kama vile awali, mimi watajua hata sisi kwamba kama tulivyosema kwamba familia na wewe hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, inaonekana mimi hapa hivi yenyewe zile za kunitoa sina. Ndio maana nimekimbilia hapa kwa mzee. Kwa hiyo ni babu takuwa na nilinda, unajua tena kwa ndugu hawaachani. Kama ninyi wana familia wetu wa Kibembe tunazidi kupendana sana. Bila ninyi singetoka hata pale nyumbani kufika hapa kwa mzee, ili na yeye pia tena anazidi kununua hayo madawa, sio eti anaitoa nani makucha hapa. Ni hela ndio zinafanya kazi. Nikipata hiyo msiku itakuwa vizuri sana, mimi tembee na huu. Maybe hapa tuongee na mama ambaye ni mke wa mzee. Kama tunamwona kutombele hapa, tunatumia lugha ya nyumbani kabisa, totende bondo mama mwayo onda katoma nyingi tu sababu ni washi na mechi tangu hiyo ule watu bana unda ndo kangira mtaka kangira wengi bana unda kwa kilitangaza hii msaki hapo na mazingira na inje kupata ruhusa zaidi. Ndio ndio wale tayari na familia tayari. Eske nataka nini au kuchukua watu nje kuna hiyo tu mwenzi tayari ile nataka tangori kava kidogo au ni afadhali hata na washina safari ya kutoka nyama sana kwenda kumuona huyu mumuona ile wazima pia nimeona ile etoete tukabisi kwa siku ya leo. Tupo kwenye ile swala letu ambalo tunazungumzia mara nyingi zaidi kwenye kundi letu la JKK. Najua tupo katika moja la letu katika kundi. Najua mzee wetu ambaye tunamuona hapa tulimtembelea zaidi ya mara 3 na hali yake kama jinsi tulivyoikuta mwanzo na hadi sasa hivi ndio hiyo ambayo tuliomkuta nayo hapa. Hivyo jamani, ndugu zangu, kwa wale wote ambao watakaoguswa na hili swala, naomba waje wamsaidie mzee wetu, maana mzee wetu anahitaji msaada zaidi. Na pia mzee wetu, najua sisi vijana wako ambao tuko hapa, najua leo sio mara ya kwanza kutuona, najua ni mara ya pili kutuona. Na hivyo kuhusiana na swala lako nzima lilituumiza kweli. Hivyo liona tukalipokea na tukajitahidi kutembelea kwako na sehemu ambapo ulipokuwa. Hivyo tukakwambia kwamba tutakuja kukutembelea, maana hali yako bado inatupatia maswali mengi sana. Kwa hivyo sisi tunahitaji uponyaji wako, na kwa siku ya leo, kwa kile kidogo chetu ambacho vijana wako walijitahidi kukichanga ili wewe utibiwe, naomba kupokea pamoja. Na pia najua wote ambao unaona ambao wamesimama hapa ni vijana wa JKK, na huko nje kama jinsi inavyojulikana siku zote, tuna watu wetu watatu ambao wako huko na Madam Rita
Kanisha kuhusiana na hili swala, alijaribu kuguswa nalo na akanyosha mkono wake. Hivyo hivyo kuna Mr. YouTube naye kuhusiana na hili swala, na yeye pia aliguswa na akanyosha mkono wake, na isitoshi kuna shangazi yetu naye ambaye anayefahamika kwa jina la Furaha naye